Karibu sana wapenzi watazamaji, niweze kuwapasha yale ambayo yametendeka. Huu ndio ukumbi ambao unawaeleza taarifa za ukweli na za utendeti. Tafadhali chukua jukumu ukajiunge na hichi kituo kwa kupiga subscription. Kuna kitu ambacho nimeweza kujifunza kutoka kwa hii serikali ya Samia ambayo ni batili, ambayo haikuchaguliwa na wananchi. Wanatumia kila mbinu kukubaliwa na wananchi. Wanatumia kila mbinu kutuliza joto la kukataliwa na wananchi. Wanataka kusema kwamba maandamano ambayo yalitokea tarehe 29 Oktoba Tanzania yalikuwa yamepangwa kuzamisha taifa la Tanzania kwenye vita. Wacha tusemezani ukweli, mpenzi mtazamaji. Kwa mara ya kwanza katika taifa letu la Tanzania tuko na waziri mkuu ambaye anazungumza maneno ambayo hayana msingi. Mpaka ninajiuliza kuna haja gani ambayo wangeunda tume ya kuchunguza uvunjivu wa amani Tanzania. Bwana Mwigulu Nchemba amejitokeza na kusema kwamba yale maandamano ya hasira za wananchi Tanzania yaliyofanyika tarehe 29 Oktoba yalikuwa yamepangwa wakitaka kuchelewesha uchaguzi Tanzania ili wapeleke taifa la Tanzania kwenye vita. Nimejaribu kujiuliza ni akina nani hawa ambao Mwigulu Nchemba anazungumzia eti kwamba walikuwa wanataka kuchelewesha uchaguzi ndiposa taifa liingie kwenye vita. Lakini nikajiuliza tena, si serikali ilikuwa na kila aina ya ulinzi? Wako mpaka na idara za upelelezi. Mbona kabla ya uchaguzi huo hawakujitokeza kueleza kwamba kuna watu fulani na fulani ambao wamepanga kusimamisha uchaguzi ili kuleta vita Tanzania? Wenzenu walichokuwa wanakipanga, walikuwa wanatupeleka kwenye vita. Walikuwa wanapanga wacheleweshe uchaguzi kwa akili ya kwamba tufanye kwanza mabadiliko, tusogeze uchaguzi ili ikishafika Januari, ikifika Januari 1 serikali ile mliochagua 2020 iwe imeisha muda wake, waje na maandamano kwamba tuna serikali ambayo imevunja katiba. Ndio mimi nasemaga ukweli hivyo hivyo. Walipanga, wewe katiba gani tulijaribu miaka 5 tukashindwa? Katiba gani unaweza ukaipata kwenye miezi 6? Walipanga tuingie mkenge kama nchi kwamba tuahirishe uchaguzi. Jambo la katiba haliahirishiwi kwenye genge tu hivi. Katiba hii masharti yake ya kuibadili, someni muone. Ni mpaka ninyi wa Tanzania ndio mpige kura hii ndio iweze kubadilika. Hatukai tu hivi kwa sababu tunaongea wetu vyama vya siasa, tunaweza tukakaa tu hivi tukasema tunasogeza uchaguzi mbele. Walijua kwamba hii haisogezwi kwa mazungumzo ya aina hiyo. Wakasema tu wakishaingia mkenge huu usogee uchaguzi. Ukishasogea ikipita 31 ya Disemba, hiyo serikali itakuwa haipo kikatiba ili waitishe maandamano na nchi yetu ingie kwenye machafuko.
Serikali ikasema tutaenda na walio tayari. Hawa ambao hawataki, kwa ridhaa yao hawakusaini fomu, kwa ridhaa yao wakasema hawashiriki. Tukasema wale wanaoenda wataenda kushiriki. Kuna mhubiri mwenye anaitwa Dickson Cornell Kabigumila kutoka Tanzania amejitokeza na kusema kwamba huenda waziri mkuu huyu ambaye mmemsikia akizungumza hapo anahitaji maombi ya dharura. Huenda anahitaji maombi ya dharura kwa sababu mambo ambayo anayazungumza hayana msingi. Angalia chapisho kama hilo. Amesema hivi: musije kuwa mnalaumu bure huyu jamaa, kumbe labda ana tatizo kubwa linalohitaji maombi. Maana hata mtu muongo wa kawaida huwa kuna wakati mara moja anasema ukweli, lakini huyu ni wazi hata kuja kuwa mkweli. Tusiache kumwombea, yaweza kuwa ni hatari ya damu nyingi za maelfu wa Oktoba 29 hadi Novemba tarehe 3 zinacheza na ubongo wa hawa jamaa zetu. Habari njema, Tanzania mpya imeshakuja na hakuna wa kuizuia kwa namna yoyote ile. Unaona, mhubiri huyu anarejelea kauli ambayo umeweza kuisikia hapa ya Mwigulu Nchemba akisema kwamba kuna watu ambao walikuwa wamepanga kuchelewesha uchaguzi ili kupeleka Tanzania kwenye vita. Sasa ninajiuliza, mpenzi mtazamaji, hawataki kuzungumzia matatizo ambayo yaliwafanya Watanzania kuingia kwenye maandamano. Watatakaje Watanzania kuweza kusahau kwamba serikali iliweza kuiba uchaguzi? Watatakaje Watanzania kuweza kuwakubali kwamba wao ni viongozi kamili kipindi ambapo wanatoa kauli za uongo kama hizi? Sasa kama kweli wako na ushahidi kwamba kuna watu ambao walikuwa wameketi mahala wakapewa pesa wakaratibu kuharibu uchaguzi, kuna haja gani basi waliunda tume ambayo inaongozwa na Mohamed Chande aliyekuwa jaji mkuu kwenda kuchunguza uvunjivu wa amani Tanzania? Ile tume inatumia kodi ya mwananchi wa Tanzania. Ile tume inatumia usafiri wa mwananchi Tanzania kwenda kutafuta majibu ambayo tayari serikali iko nayo. Unajua, mimi ni mtoto mdogo kimwili, lakini miaka ninaelekea 28. Mwaka huu mwezi wa 9 ninafikisha miaka 28, lakini ninaweza nikakushauri, wacha waendelee kupalilia kidonda. Hii serikali unajua inafikiri kwamba wananchi ni wajinga, wanaendelea kupalilia kidonda. Kipindi ambapo hichi kidonda kitapasuka, watamalizia kutolewa mamlakani. Samia, Mwigulu Nchemba watamalizia kupinduliwa. Angalia mpenzi mtazamaji, sababu kubwa ambayo ilifanya Watanzania tukaandamana Oktoba 29 ni kwa sababu hii serikali iliweza kuwaengua viongozi wa upinzani kutoshiriki uchaguzi wa urais na uchaguzi wa ubunge na udiwani. Sasa
kuna haja gani tungeandaa uchaguzi ambao ulikuwa unaegemea kwa serikali peke yake? Wananchi wakakasirika, wakasema uchaguzi huu usimamishwe, viongozi wa upinzani watolewe ndani kwa jela, viongozi wa upinzani washirikishwe kwenye uchaguzi, ndipo uchaguzi uweze kuandaliwa. Utekaji nyara ambao ulikuwa umefanywa, mfano Humphrey Polepole alikuwa ametekwa nyara, Mdude alikuwa ametekwa nyara. Watanzania wakasema kwamba hatuwezi tukashiriki uchaguzi hadi ndugu zetu ambao walikuwa wametekwa waachiliwe na kupotezwa waachiliwe, ndiposa tuweze kushiriki wote uchaguzi. Sasa mambo kama haya muhimu wamejaribu kuyapuuza, ambayo hata mtoto mdogo anayajua, lakini wanataka tuweze kuwaamini kwamba kuko na watu ambao walikuwa wameandaliwa kuandamana ili kuingiza taifa letu la Tanzania kwenye vita. Mtanzania mgani mwenye yuko na akili anaweza akakubali kulipwa ili kuingiza taifa lake tukufu kwenye vita, kipindi ambapo hatuna taifa lingine kama hili letu la Tanzania? Hakuna. Ni vile ambavyo tulikuwa tunatetea uhuru wetu. Angalia, hii serikali ni ya ukandamizaji. Uhuru wa mwananchi hakuna wa kujieleza. Uhuru wa mwananchi wa kujumuika pamoja hakuna. Angalia tena vile vile, mpenzi mtazamaji, demokrasia Tanzania imeweza kuuawa. Hatuwezi tukaandaa uchaguzi wa haki na huru. Sasa tukizungumzia masuala kama haya mzuri, ndio inafanya serikali hii inasema kwamba tulikuwa tumelipwa. Hawataki kuyatekeleza haya kwa sababu hawawezi wakaongoza bila ya udikteta. Wanataka kusingizia kwamba kuna watu ambao walikuwa wanataka kuleta vita Tanzania. Kama kunao, serikali iko na mamlaka, iko na walinzi, iko na maafisa wa usalama. Ni kitu gani ambacho kiliwazuia wasije wakawakamata hawa wote ambao walikuwa wanataka kuleta vita Tanzania? Kama wapo katika nchi za ughaibuni, ni kitu gani ambacho kimeweza kuwazuia wasije wakaanzisha kesi za kuwashtaki wale ambao walikuwa wanataka kuleta vita Tanzania? Utagundua kwamba hii serikali haitaki kufanya kama jinsi ambavyo mwananchi anataka. Tunahitaji katiba mpya, katiba ambayo inatambua uhuru wa Mtanganyika, katiba ambayo inapeana demokrasia, kwamba mwananchi yuko na uhuru wa kuongea, mwananchi yuko na uhuru wa kujisemea, mwananchi yuko na uhuru wa kukusanyika. Ukandamizaji usije katika taifa letu la Tanzania. Sasa wamegundua kwamba hiyo katiba mpya itaenda kuwanyima nafasi ya kuongoza kimabavu. Hawataki kutatua hizi shida zetu, wanataka kutuletea mipango yao miovu ili kututawanya na kutoa akili zetu kwenye tatizo ambalo serikali imeshindwa kulitatua. Wanataka kutoa akili zetu kwenye yale mambo ambayo tunataka serikali iweze kufanya, na ili tuweze kusahau kwamba waliweza kuiba kura. Wacha nikwambie, serikali hii inaweza ikaona wananchi wametulia, lakini hawajui kwamba iwapo wimbi la pili la maandamano litazuka, hawatakuwa na pahala pa kujificha. Mimi ni Bwana Ezra.